Eneo mtazamaji wa Biomedia, jina langu ni Official Rose D na karibu sana. Kama hujasubscribe, endelea kugusa alama ya kengele na utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Katika kuangazia habari za kijamii, leo Bwana Mwamposa ameacha watu midomo wazi mara tu baada ya kumfanyia tukio la kushangaza kiwete wa miaka 20. Mungu yupo jamani. Karibu sana tuchakate undani wa taarifa hii ambako tunaangazia shamra kelele za vifijo na vilio vya furaha katika moja ya mikusanyiko mikubwa ya kiroho nchini Msumbiji baada ya kile kinachoelezwa kuwa ni muujiza wa uponyaji kutokea hadharani mbele ya mamia ya waumini. Baada tukio hilo ambalo limeanza kusambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii linamhusisha mtumishi wa Mungu Mchungaji Boniface Mwamposa maarufu kama Mwamposa, ambaye amekuwa nchini humo kwa ajili ya huduma za injili na maombezi. Katika video ambayo ilisambazwa na mtandao wa Samisago TV, Mchungaji Mwamposa anaonekana akiongoza ibada yenye umati mkubwa sana, huku waumini wakishuhudia msisimko baada ya mwanaume aliyeripotiwa kwa kiwete kwa zaidi ya miaka 20 kuinuka na kuanza kutembea. Waumini walikuwa karibu walionekana wakishangilia, wengine wakibubujikwa na machozi wakiamini kuwa ni muujiza wa moja kwa moja kupitia maombi ya mtumishi huyo. Na mashuhuda wanasema kuwa huyo mwanaume alikuwa akitumia magongo kwa muda mrefu sana na kuweza kutembea bila msaada, lakini mara tu baada ya maombi mafupi jukwani alianza kuinuka taratibu na hatimaye kutembea bila msaada. Tukio hilo lilisababisha simanzi, mshangao na maneno ya shukrani kutoka kwa watu waliohudhuria, huku baadhi yao wakimiminika jukwani kutoa ushuhuda juu ya mabadiliko waliyopata katika miili yao na maisha yao kwa jumla. Mchungaji Mwamposa amejipatia umaarufu mkubwa kutokana na huduma zake za maombezi Afrika Mashariki pamoja na Kusini, na ziara yake nchini Msumbiji imeonekana kuvutia maelfu ya watu kutoka maeneo mbalimbali wenye kutafuta msaada wa kiroho, uponyaji pamoja na faraja. Na katika hotuba yake fupi baada ya tukio hilo, alisisitiza kuwa miujiza yote hutokana na nguvu ya Mungu na kwamba yeye ni chombo tu cha kutumika. Kwa sasa tukio hilo limeendelea kuibua mijadala mitandaoni mtazamaji, baadhi wakisifu nguvu ya imani, huku wengine wakitoa maoni tofauti. Na hata hivyo, kwa waliohudhuria siku hiyo, imebaki kuwa ya kihistoria, siku ambayo waliamini kuwa Mungu alitembelea taifa la Msumbiji. Mpaka wakati mwingine katika habari mbalimbali, endelea kusubscribe na kuendelea kusalia nasi.